Na habari za muda na wakati kama huu, mtazamaji wa EATV, karibu katika kurasa dakika chache za kukufahamisha machache katika mengi yaliyofika mezani kwetu kwa hii leo. Mfumo wa anwani mpya za kitaifa na postikodi bado zimeonekana kukumbwa na changamoto kutokana na maeneo mengi ya miji ya hapa nchini kuwa na mpangilio usiozingatia mipango miji. Hali hiyo imeelezwa leo na baadhi ya madiwani wa wilaya ya Kinondoni wakati wa semina kati yao na mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA, wakati wa kuzungumzia mambo mbalimbali ya usuyo mfumo wa utangazaji wa digitali, anwani za kitaifa na postikodi pamoja na masuala mengine ya usuyo mabadiliko ya kiteknolojia. Maana ya kufika hapa madiwani wa Kinondoni ni kuelimishwa ni jinsi gani ambazo tunaweza kupanua hizo barabara na kuweza kupata postikodi yenye uhakika, na mtu ambaye anatoka Ulaya anaweza kukufikia wewe ambao ulikuwa kwenye barabara nyembamba na sasa hivi kuna barabara nene. Ili zoezi hili lifanyike vizuri, lifanyike kwa ufasaha, tunakwenda kwa sasa hivi tukitoka hapa, tunakwenda tunakaa kikao na tunagawanyia kila kata, kila mitaa maagizo tuliopewa, barabara zipite na cost code zifanyike kama kawaida. Inawezekana kwa sasa hivi tusio na faida sana na sehemu ambazo zishaharibika kwa sehemu zimejengwa bila mipango miji, lakini kwa mbeleni huko miaka 5 10 mbeleni huko sehemu kama vile tukiongelea Kibamba, Kwembe, Goba, Saranga, tukaenda mpaka huko Mbezi, tukatoka tukaenda hadi Kiruvya, kote huko nadhani watafaidika na mfumo kwa sababu huko kabisa makazi bado hayajawa urbanized, sehemu hazijawa na msongamano. Si tumechelewa, lakini mfumo mzuri, lakini changamoto ni kubwa kwa wananchi kwa sababu wananchi hata hawajui mipango miji imekiuka. Kwa hiyo baada ya miaka 10 kama mipango miji iko ni mibovu, haijazingatiwa, tuna squatter nyingi, haijazingatiwa, kwa hiyo tutakuwa tuna changamoto kubwa sana. Walijenga maeneo ambayo haruhusiwi waondolewe, postcode ifike. Hiyo ni hoja iko wazi. Shida moja ni kwamba Tanzania tunakuwa tunaogopa kufanya maamuzi magumu, kwa maana unaogopa kuudhi watu, lakini unapoudhi watu kwa faida ya vizazi cha leo na kijacho na watu wengi ni faida zaidi. Tuendelee na kurasa. Wakazi wa maeneo ya Mwananyamala kwa Kopa manispaa ya Kinondoni jijini Dar es Salaam watapata faida za kuchunguzwa kitabibu kwa siku 3 mfululizo, zoezi linaloendeshwa kwa kuzingatia ujirani mwema wa hospitali ya Kairuki ikiadhimisha miaka 25 ya uwepo wa hospitali hiyo. Wakazi hao watapata nafasi ya kupima magonjwa ambayo kwa kawaida watu wengi hawayatambui, huku wakiendelea kutembea nayo, mfano mojawapo wa magonjwa hayo ikiwa ni ugonjwa wa kisukari. Huduma zinazotolewa hapa ni kupima urefu na uzito, lakini pia tunapima sukari, tunapima pressure, tunapima wingi wa damu, tunapima blood grouping, lakini pia pamoja na kupima tunatoa matibabu kwa wale ambao wanakutwa kidogo na matatizo, lakini pia tunatoa ushauri kwa madaktari na kama mtu ana tatizo kubwa zaidi tunakuwa tunashauri kwamba aweze kuendelea kuhudhuria hospitali ikiwezekana yetu ama nyingine yoyote ambayo inakuwa karibu na yeye. Sambamba na swala hilo, wakazi hao pia wamejitolea kuchangia damu kwa wale waliojisikia kufanya hivyo na kama afya zao zimewaruhusu. Zoezi tunalofanya hapa, tunahamasisha jamii na kuielimisha juu ya uchangiaji damu wa hiari, na pia wa encourage watu waweze kujitokeza kwa wingi kuchangia damu ili ziweze kusaidia wakina mama na watoto ambao ni wahitaji wakubwa sana wa damu, na pia watu wengine ambao wana magonjwa mbalimbali, especially magonjwa sugu na watu wanaopata ajali katika barabara. Tumalizie kurasa kwa hili. Mbunge wa Ubungo ambaye pia ni waziri kivuli wa nishati na madini, Mheshimiwa John Mnyika, amemwomba Rais wa Tanzania kutumia mamlaka aliyopewa na katiba kumwagiza mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kuweka hadharani uchunguzi wa tuhuma za ufisadi wa ukiukwaji wa sheria katika ununuzi wa mafuta mazito ya kufua umeme wa dharura katika mitambo ya IPTL. Katika kauli hiyo, Mnyika ameomba taarifa ya utekelezaji wa mpango wa dharura wa ufuaji wa umeme kutoka katika shirika la umeme Tanzania TANESCO lishughulikiwe na kamati nyingine. Rais amwagize vivyo mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali aweke wazi kwa umma taarifa za ukaguzi zilizofanyika mwaka huu dhidi ya shirika la umeme la TANESCO, ambazo sehemu ya taarifa hizo zimeeleza vivyo kuhusu ufisadi na ukiukwaji wa sheria kwenye ununuzi wa mafuta ya kuendeshea mitambo ya dharura. Na asimwagize mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali peke yake, aagize vile wakala wa ununuzi wa umma, mamlaka ya ununuzi wa umma kwa maana PPRA, na yenyewe ilifanya uchunguzi maalum. Majina ya wahusika yawekwe hadharani, hatua ziweze kuchukuliwa.
Wakati huo huo, Mheshimiwa Mnyika ameeleza japo kwa uchache namna alivyokerwa na hatua ya serikali kuruhusu uchimbwaji wa urani hapa nchini, huku akisema kuwa ni swala ambalo bado nchi haijatoa nafasi kulichunguza. Kwa mujibu wa katiba, mamlaka na madaraka ni ya umma. Serikali inafanya kazi kwa niaba. Kwa hiyo nakipongeza Kituo cha Sheria za Haki za Binadamu, lakini natoa mwito kwa wadau wengine vile vile kwanza kulijadili kwa kina hili swala la madini ya urani ili kuhakikisha usalama wa nchi na maisha ya wananchi yanalindwa katika hatua zote, sio kiafya tu, kimazingira, bali pia kiuchumi na hata kiusalama wa nchi, kwa maana ya ulinzi na usalama wa kijeshi wa nchi kutokana na utete wa madini haya. Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache katika mengi yaliyofika mezani kwetu kwa leo. Kesho je, kuna ni? Tafadhali usikose kuangalia dakika chache za Kurasa. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea Kurasa, mimi ni Noah Laltaiga na kutakia wakati mwema.